Yes, bana. Wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club, safari yao ya matumaini ya ligi ya mabingwa barani Afrika imeanzia pale Tunisia. Kwa mujibu wa maneno ya afisa habari wa Simba Ahmed Ally akizungumza kwamba ile michezo yao ya mwanzo miwili waliopoteza, safari inakwenda kuanzia kwenye game ya Esperance de Tunis nchini Tunisia. Lakini imekuwa safari ambayo haikuwa na mafanikio kwa sababu walipoteza tena game ya tatu mfululizo kwa bao 1-0, ikiwa timu pekee hadi hivi sasa ambayo kwenye kundi ina alama 0. Sio katika nafasi nzuri ambayo Simba Sports Club wanaweza kufanya vyema, lakini wanayo michezo mitatu muhimu ambayo kama wakitulia wakajiuliza vyema wanaweza wakasonga mbele, kwa maana kwamba wanao mchezo dhidi ya Esperance de Tunis Benjamin William Mkapa, dhidi ya Stade Malien Benjamin Mkapa, lakini mchezo mmoja wa ugenini dhidi ya Petro de Rwanda. Hizo ni alama 9 za moto ambazo Simba hakuna namna, hakuna sababu, hakuna kisingizio ambacho wanahitaji kukitoa ili waweze kuzipata hizo alama, bali ni kupambana, kuonyesha juhudi uwanjani kwa wachezaji, benchi la ufundi na viongozi. Lakini swali la msingi, je, Simba Sports Club wamefeli wapi kupata alama 3 hadi hivi sasa? Wanafeli wachezaji, viongozi ama ni makocha? Mimi kwa mtazamo wangu naitazama Simba Sports Club, sehemu pekee ambapo inafeli ni kwa viongozi. Eneo la uchezaji, wachezaji wana quality, wachezaji ambao wamewasajili wachezaji wazuri mno. Kwa sababu gani nakwambia hivyo? Kwa sababu moja, wachezaji wengi wanapokuja Simba huwa wanaonesha viwango vizuri sana miezi 6 ya mwanzo ya mikataba yao, lakini baada ya hapo wanaanza kuflop, lakini haiishi hapo tena. Wachezaji wengi wa Simba wanaosajiliwa huwa wanaonesha quality nzuri kwenye kikosi, lakini baada ya msimu mmoja huwa wana flop, kwa maana kwamba viwango vyao vinashuka chini, na baada ya hapo Simba Sports Club huchukua jukumu la kuwauza. Lakini Simba wanapowauza hawa wachezaji, viwango vyao huendelea kushuka walipowauza, ama viwango vyao hubadilika na kupanda juu? Hapana, viwango vyao huwa vinabadilika na kupanda juu, kwa maana kwamba Simba Sports Club kuna kitu ambacho kinafanyika ndani ya uongozi ambacho hakipo sawa. Nasema kwa nini? Makocha ambao wameshafundisha Simba msimu 2025-2026 mpaka hivi sasa ni zaidi ya makocha 4. Tunamzungumzia Selemani Matola, tumemzungumzia Dimitri Pantev, tunamzungumzia Selemani Morocco ambaye aliwahi kukaimu baada ya Simba Sports Club kumfumua mwalimu ambaye waliona hata timiza malengo ya klabu na yale ambayo wana Simba walikuwa wanatarajia kutoka kwake. Lakini leo hii bado yupo Steven Becker ambaye amekabidhiwa malengo ya Simba, na malengo ya kwanza ni kuhakikisha Simba inafuzu kutoka hatua ya makundi kwenda hatua ya robo finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Je, atafanikisha katika hilo? Game yake ya kwanza ligi ya mabingwa, kibarua kizito dhidi ya Esperance, ni kama hakuwa bahati, kacheza dhidi ya Esperance ambao pia ni wabovu, kwa sababu tu Simba Sports Club hawapo katika ubora wao ambao tunawazoea. Walikuwa wana uwezo wa kuondoka walau na alama 1 dhidi ya Esperance na kuwapunguza makali, lakini kutokana na kile ambacho Simba wenyewe wanakitazama kwa upande wao, wanachukulia poa poa, kinaendelea kuwa ghalimu. Tuachane na mwalimu Steven Becker ambaye ana kibarua kigumu. Ukiachana na mechi ya ligi ya mabingwa barani Afrika, bado anacho kibarua kizito kwenye ligi kuu ya NBC, ambapo ni lazima hakikishe anaipeleka Simba Sports Club msimu ujao katika ligi ya mabingwa barani Afrika kwa mara nyingine tena. Na maanisha nini hapa? Simba ni lazima washike zile nafasi 2 za juu ndani ya ligi kuu ya NBC. Nafasi ya kwanza na nafasi ya pili pekee ndio inaweza ikatoa ahueni kwa wanasimba, lakini wanasimba pia wamechoka. Afisa habari wa Simba amewaambia mashabiki wa Simba wasikate tamaa, lakini hata mlazimisha shabiki yoyote kufika uwanjani kuisapoti Simba Sports Club ni ishara ya kwamba tayari viongozi wamekwisha kufeli. Nini wafanye ili Simba Sports Club warejee katika ubora wao? Ni kufanya maamuzi magumu. Wamefanya maamuzi magumu kwenye kusajili wachezaji baada ya kuacha wachezaji ambao walikuwa wanaonesha ahueni kwenye kikosi. Wameingiza maingizo mapya kina Chama Clatous, Ribas Seguye, Aula, wote hao ni wachezaji ambao wameingia. Pia inahitajika reformation ndani ya kikosi cha Simba Sports Club katika ngazi ya uongozi. Baadhi ya viongozi ndani ya Simba wanapaswa kung'atuka. Nakumbuka mwenyekiti wa Simba Sports Club kwa upande wa mashabiki, kwa upande wa mdhamini Crescentus Magoli alizungumza kwamba msimu ulioisha, dirisha kubwa lililopita, hawatasajili wachezaji wengi, bali waliishia kuacha wachezaji 14 na kusajili wachezaji zaidi ya 10 kana
wameanza ujenzi upya wa kikosi. Baada ya hapo, kituo kilichokuwa kinafuata kwa mashabiki wa Simba Sports Club, dirisha hili dogo, tulitarajia maingizo machache ndani ya kikosi. Wachezaji 3 ama 4 mpaka 2 pekee walikuwa wanatosha kuingizwa kwenye kikosi, lakini haikuwa hivyo. Wamefumua tena upya kikosi, kwa maana ya kwamba hii ni sababu inayotoa ishara ya kwamba viongozi wa Simba wamefeli mpaka hapo walipofikia. Wanaendelea kujenga na kubomoa kikosi. Lini watasimama imara? Viongozi sasa ni wakati wao ifike, wawaajibike, aidha kwa kujiuzuru na kuachia nafasi ambazo wapo ambao watu wana uwezo mkubwa wa kisoka, wapo watu ambao pia wamesomea kuhusu soka, wanaweza wakaikomboa Simba na kuirejesha. Pasipo kufanya maboresho ndani ya sehemu ya uongozi wa Simba, miaka 10 ijayo wataendelea kuteseka na huenda wasimalize na vikombe ambavyo kila msimu wanaanza malengo wanaishia njiani, na baada ya hapo huenda wakafikia. Wewe shabiki, wewe mwanachama wa Simba Sports Club, tuambie tatizo naliona liko upande gani? Kwa wachezaji, viongozi ama kwa makocha? Na kama tatizo ni makocha, haiwezekani kila mwalimu anayekuja ndani Simba Sports Club ashindwe kufikia yale malengo ambayo klabu inahitaji. Wanamkabidhi mwalimu aweze kuyatimiza, lakini sio kila mchezaji ambaye anasajiliwa ndani ya Simba anakuja kutokuridhishwa na kile ambacho anakideliver uwanjani. Sababu kwa nini kila siku sehemu pekee mbili zinazofanyiwa marekebisho ni sehemu ya wachezaji na benchi la ufundi? Ifike wakati viongozi pia wachukue hatua, kwa maana kwamba na wao ni sehemu ya mpango kazi wa kuendelea kuifelisha Simba katika misimu ya hivi karibuni. Uhakika wa kufanikiwa kwa Simba ni kuchukua maamuzi magumu, hasa katika sehemu ya uongozi ndani ya Simba Sports Club.